Hujambo mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi. Karibu sana katika uchambuzi wa habari za kimataifa, ambapo siku hii ya leo habari ambayo niko nayo hapa inamhusu rais wa mpito wa Syria ambaye ni Ahmed al-Sharaa kukabiliwa na vitisho mbalimbali vya wapiganaji wa kigeni ambao walimsaidia kumpindua aliyekuwa rais wa Syria mwishoni mwa mwaka jana, Bashar al-Assad. Sasa taarifa hii imeshtua sana watu wengi, lakini vile vile imegusa mamia na maelfu ya watu duniani kutokana na kwamba imekuwa ni ghafla mno kufuatia miezi michache kupita tangu utawala wa Bashar al-Assad kuweza kuangushwa katika nchi ya Syria. Sasa hatimaye wapiganaji wa kigeni, lakini vile vile kumekuwa na mvutano mkubwa ndani ya serikali yake ambayo anaiongoza kwa hivi sasa. Taarifa hii inasema kwamba baada ya kuondolewa kwa Bashar al-Assad kutoka madarakani, Syria imeingia katika awamu mpya ya kisiasa chini ya uongozi wa Ahmed al-Sharaa ambaye aliteuliwa kama rais wa mpito. Hata hivyo, matumaini ya utulivu na umoja wa kitaifa yameanza kuyeyuka kutokana na mvutano unaoibuka ndani ya serikali yake, hasa kutoka kwa wapiganaji wa kigeni waliomsaidia kufanikisha mapinduzi dhidi ya Assad. Huyu Ahmed al-Sharaa ni mwanasiasa wa zamani na mmoja wa upinzani wa Assad ambaye pia alipata uungwaji mkono kutoka kwa makundi mbalimbali ya kidemokrasia, wanaharakati wa kiraia na makundi ya Kiislamu yenye silaha. Ahmed al-Sharaa alichaguliwa na baraza la mpito kama sura ya mpito kuelekea Syria mpya inayojitahidi kujenga upya baada ya miaka ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Sasa Sharaa anakabiliwa na changamoto kubwa kutoka ndani ya serikali yake, ambapo kumekuwa na vitisho kadha wa kadha, lakini vile vile kumekuwa na hofu kuhusiana na uongozi wake ndani ya serikali yake, huku wengine wakimshutumu kwamba anawasikiliza sana Marekani, yani nikimaanisha nchi zote mataifa magharibi, lakini vile vile hata Israel amekuwa akiwasikiliza. Sasa hizo ni shutuma ambazo Ahmed al-Sharaa anashutumiwa nazo, ambapo taarifa ya The Washington Post inaeleza kuwa baadhi ya wapiganaji wa kigeni wakiwemo kutoka Iraq, Libya, Afghanistan na mataifa mengine ya Kiislamu sasa wamegeuka kuwa changamoto kubwa kwa rais Ahmed al-Sharaa. Hawa walikuwa washirika wake wakati wa kupindua utawala wa Assad, lakini kwa sasa wanamkosoa kwa kushindwa kutekeleza ajenda za kuanzisha serikali ya Kiislamu. Vile vile baadhi ya wapiganaji hao walipewa nyadhifa serikalini baada ya ushindi wa mapinduzi, lakini hivi sasa wameanza kulalamika kuwa Sharaa anasaliti maadili ya mapinduzi ya Kiislamu kwa kushirikiana na mataifa magharibi, hasa Marekani. Wanasema kuwa Sharaa anapendelea mfumo wa serikali wa kisekula na si wa Kiislamu kama walivyotarajia. Kuhusu tuhuma za Marekani ni kwamba Marekani imekuwa ikifanya mazungumzo na utawala wa Sharaa kwa lengo la kuisaidia Syria kuondokana na vikwazo na kupata msaada wa kibinadamu. Hata hivyo, kama sehemu ya masharti, Marekani imetaka kuondolewa kwa wapiganaji wenye msimamo mkali serikalini. Hili limezidisha hasira ya baadhi ya wapiganaji walioko ndani ya serikali, wakidai kuwa Sharaa anaendeshwa na Marekani na kwamba hana tena uhalali wa kuongoza Syria mpya. Baadhi ya taarifa zinaeleza kuwa kundi la viongozi wa kijeshi wenye uhusiano wa karibu na wapiganaji hao linapanga njama za kupindua utawala wa Sharaa. Sasa hapa kwenye upande wa tuhuma za Ahmed al-Sharaa ni kwamba makundi mbalimbali haya ni kwamba wanatuhumu kwamba Ahmed al-Sharaa ameshindwa kutekeleza kile ambacho alikiahidi kuhusu sheria za Kiislamu katika nchi yake, na kwamba amekuwa akiongoza nchi ya Syria kwa kufuata matakwa ya Marekani. Sasa vile vile watu wengine wamesema kwamba Sharaa anakiuka taratibu hizo ambazo walikuwa wamekubaliana kwamba atakwenda kurekebisha kila kitu, lakini kwa sasa hivi hawaoni kile ambacho kinakwenda kutekelezwa katika nchi hiyo, kwa sababu yeye aliweza kuchukua nchi baada tu ya utawala wa Assad kuweza kuangushwa mwishoni mwa mwaka jana mwezi Disemba. Hadi sasa ni mwezi wa 6, ni takriban miezi 6 sasa inakwenda, bado Sharaa anazidi kuonyesha kwamba kuna vitu ambavyo hajaweza kuvitekeleza. Na watu sasa hivi kutoka ndani ya serikali yake wameanza kuzungumza maneno na kuanza kuongea kuhusu utawala wake, huku wengine kupitia ajenda za siri wakipanga kumpindua Ahmed al-Sharaa. Lakini vile vile kutokana na kile ambacho kushirikiana na serikali ya Marekani kutaka baadhi ya wapiganaji wa kigeni walio katika serikali yake waweze kuondoshwa kabisa nchini Syria,
ndipo ambapo vuguvugu linazidi kuendelea, kwa sababu wao wanaona kwamba sisi tumeweza kukusaidia wewe kuingia madarakani, lakini baadaye unachukua hatima ya kutaka sisi tuondoke katika nchi yako. Ni kwamba wanaona kama ni usaliti mkubwa ambao wanataka kufanyiwa na Ahmed al-Sharaa, na amekuwa akishirikiana pia na nchi ya Uturuki pamoja na Marekani kwa ajili ya kuweza kutaka kuondosha vikundi hivi vya wapiganaji wa kigeni ambavyo viko pale nchini Syria, ambapo Marekani kitu ambacho inakataa ni kuwepo na vikundi vya itikadi kali katika nchi ya Syria, kitu ambacho kinaweza kusababisha machafuko mengine ya wenyewe kwa wenyewe katika siku za usoni. Sasa vitu ni vingi ambavyo Sharaa tajwa kuweza kutimiza vya Kimarekani, lakini vile vile vya mataifa mengine ya Kimagharibi, kwamba wamekuwa na hofu kwamba uongozi wake haujaweza kufuata taratibu ambazo kama walizitarajia katika uongozi wake pindi tulipoweza kumpindua Bashar al-Assad na kuweza kuchukua nchi ya Syria. Kuhusu hali ya usalama nchini Syria, ingawa hakuna ushahidi wa wazi wa jaribio la mapinduzi, mashirika ya kijasusi kutoka mataifa magharibi yameripoti ongezeko la harakati za kijeshi zisizo rasmi, mikutano ya siri na misimamo mikali ndani ya baadhi ya mikoa ya Syria. Shirika la kijasusi la Marekani limeweza kuripoti kwamba kuna mikutano ya siri, kuna ajenda mbalimbali ambazo zimekuwa zikipangwa juu ya kuweza kuondosha utawala wa Ahmed al-Sharaa kwa hivi sasa nchini Syria. Mashirika ya kijasusi ya Marekani yamekuwa na udukuzi wa taarifa wa siri na upelelezi wa siri kuhusiana na shughuli za kiusalama katika nchi husika. Sasa hivi wanafanya upelelezi mkubwa katika nchi ya Syria ili kuweza kujua ni kwa jinsi gani ambavyo mikutano hiyo inapangwa, ajenda hizo zinapangwa, lakini vile vile hata mazungumzo hayo ya siri yanapangwa kwa ajili ya kuweza kumpindua Ahmed al-Sharaa, rais wa mpito wa Syria baada ya kuweza kuondosha utawala wa Bashar al-Assad. Ajenda hizi za siri zimekuwa zikizungumzia jinsi gani utawala wa Ahmed al-Sharaa umeshindwa kutekeleza zile sheria za Kiislamu katika kuiongoza nchi, na kwamba wanamuona kama msaliti kwa hivi sasa, kiasi cha kwamba wameanza kupanga njama madhubuti kwa ajili ya kuweza kuondoa utawala wake, kiasi ambacho kinazidi kuleta taswira mpya katika nyakati za usoni kwamba huenda labda Syria kuna machafuko zaidi yanaweza katokea, kwa sababu hiki ambacho kinatokea kwa hivi sasa, endapo wataamua kuweza kufanya hivyo, vita vya wenyewe kwa wenyewe vinaweza kuchukua mlengo mpya katika nchi ya Syria. Kwa sasa serikali ya Ahmed al-Sharaa inakabiliwa na changamoto ya kuunda umoja wa kitaifa huku ikiepuka mapambano ya ndani kutoka kwa washirika wake wa zamani. Serikali pia inahofia kuwa vikundi hivi vinaweza kuunga mkono na makundi ya zamani ya kigaidi kama ISIS au Al-Qaeda iwapo wataondolewa kwa nguvu. Vikundi hivi vya raia wa kigeni ambavyo vilimsaidia Ahmed al-Sharaa kuweza kumuondosha madarakani Bashar al-Assad, ambapo vikundi hivi vinatoka Libya, vinatoka Iraq, vinatoka na Afghanistan. Sasa wanahofia kwamba huenda vikundi hivi vikaungana na vikundi vingine vya kigaidi kama ISIS, lakini vile vile na Al-Qaeda kwa ajili ya kuweza kupambana. Kiasi cha kwamba Marekani inahofia hivyo kutokana na nguvu kubwa ya makundi haya kama ISIS pamoja na Al-Qaeda, kiasi cha kwamba endapo vitaweza kuungana, basi inaweza kuwa ni picha mpya ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na machafuko makubwa kutokea nchini Syria. Hatua gani ambazo Ahmed al-Sharaa anazichukua? Amekuwa akifanya mikutano ya ndani ya baraza la mpito na wanadiplomasia wa kimataifa ili kupata msaada wa kisiasa, kiuchumi na usalama. Pia amewasiliana na viongozi wa dini na jamii kutafuta uungwaji mkono wa ndani. Hata hivyo, changamoto kubwa ni namna ya kuwazuia wapiganaji hao wenye silaha wasifanye mapinduzi ya pili au kuanzisha vita vipya vya ndani, jambo ambalo linaweza kuivuruga kabisa Syria ambayo bado haijapona kutokana na makovu ya utawala wa Assad. Ahmed al-Sharaa amekuwa akijaribu kutumia diplomasia ya mazungumzo kwa ajili ya kuweza kutafuta ni kwa namna gani wanaweza kuzungumza na kutafuta amani katika nchi ya Syria kwa hiki ambacho kinaendelea. Ni kwamba hata yeye mwenyewe Ahmed al-Sharaa anafahamu nini ambacho kinaendelea katika nchi yake ya Syria chini ya utawala wake. Ni kwamba bado anakutana na upinzani mkali wa makundi ya wapiganaji wa kigeni katika nchi hiyo. Ni kwamba anafahamu nini ambacho kinaweza kuja katika nyakati za usoni, labda madhara makubwa yanaweza kutokea. Kwa hiyo Ahmed al-Sharaa anajaribu kuweza kuzungumza na serikali yake, watu ambao wako katika serikali yake, lakini vile vile mataifa mbalimbali kuweza kuweka sawa masuala haya ambayo yanataka kutokea katika nchi yake, ili tu kuweza kuleta katika usalama mkubwa sana katika nchi yake kutokana na kile ambacho kilitokea katika nyakati za awali. Lakini vile vile bado wana maumivu
ya utawala wa Assad ikiwa bado hawajakaa vizuri, hawajakaa stable kiuchumi, lakini vile vile hata kwenye masuala mengine ya kiuongozi, bado demokrasia imeminywa kwa kiasi kikubwa sana katika nchi ya Syria. Kwa hiyo anajaribu ni kwa jinsi gani kuweza kucontrol ile situation ambayo inazidi kuendelea katika nchi yake, ambapo Bashar al-Assad alipinduliwa tarehe 8 Disemba 2024 wakati wa mashambulizi makubwa ya waasi walioteka mji mkuu wa Damascus. Mashambulizi hayo yaliongozwa na Hayat Tahrir al-Sham HTS kwa usaidizi wa jeshi la kitaifa la Syria lililoungwa mkono na Uturuki. Baada ya mji huo kuanguka, Assad alikimbia Syria na kupewa hifadhi na Urusi. Kuanguka kwa utawala wa Assad kulimalizika kwa zaidi ya miaka 50 ya utawala wa familia ya Assad ambao ulianza mwaka 1971 chini ya Hafidh al-Assad. Baada ya kuondoka kwa Assad, serikali ya mpito ilianzishwa chini ya uongozi wa Ahmed al-Sharaa ambaye aliteuliwa rasmi kuwa rais wa mpito mnamo Januari 29 mwaka 2025. Hii ilikuwa hatua muhimu katika historia ya Syria, ikifungua ukurasa mpya wa mabadiliko ya kisiasa baada ya miongo kadhaa ya utawala wa kiimla. Sasa kuna sababu 5 ambazo Ahmed al-Sharaa aliweza kuichukua nchi ya Syria ambazo zilisababisha Bashar al-Assad kuweza kupinduliwa kama rais wa nchi hiyo. Sababu ya kwanza ni kwamba uchovu wa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2011 hadi mwaka 2024. Assad aliendesha vita vya kikatili dhidi ya waasi kwa zaidi ya muongo mmoja. Mamilioni walipoteza maisha, wengine wakakimbia nchi, huku miundombinu ya Syria ikiharibika vibaya. Wananchi wengi wakiwemo waliokuwa kimya kwa muda mrefu walichoshwa kabisa na hali hiyo na wakaanza kukataa wazi utawala wake. Sababu ya pili ni ukandamizaji mkubwa wa haki za binadamu. Utawala wa Assad ulijulikana kwa kukamata wapinzani bila sababu, kutesa na kuua wafungwa wa kisiasa, lakini vile vile kutumia silaha za kikemikali dhidi ya raia, hasa Ghouta mwaka 2013 na Douma 2018. Na ripoti za Umoja wa Mataifa na mashirika ya haki za kibinadamu kama Amnesty International zilionyesha wazi kwamba utawala wake ulikuwa unakiuka sheria za kimataifa za kibinadamu. Lakini sababu ya tatu ni kwamba kuanguka kwa uungwaji mkono wa kimataifa. Awali Assad alihimili vikwazo na mashinikizo kwa msaada wa Urusi. Jeshi la anga la Urusi lilimsaidia kuhimili mashambulizi ya waasi, lakini vile vile Iran na Hezbollah walitoa majeshi na usaidizi wa kisiasa. Lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, hata washirika wake walianza kumchoka. Urusi hasa ilikumbwa matatizo yake ya ndani kiuchumi na kijeshi kutokana na vita vya Ukraine, na hivyo kupunguza msaada. Iran nayo ilianza kuelekeza nguvu zake zaidi ndani kwa sababu ya maandamano ya kisiasa. Lakini sababu ya 4, muungano wa waasi wa ndani na wapiganaji wa kigeni. Mnamo mwaka 2024, waasi waliokuwa wamegawanyika kwa miaka mingi walifanikiwa kuungana chini ya mwamvuli wa kijeshi wa muda, wakiungwa mkono na HTS, kundi lenye asili ya Al-Qaeda, lakini vile vile jeshi la kitaifa la Syria linaloungwa mkono na Uturuki, lakini wapiganaji wa kigeni kutoka Asia ya Kati, Afrika Kaskazini na Ulaya. Muungano huu uliweza kuunganisha nguvu na kuanzisha mashambulizi makali yaliyopelekea kuanguka kwa Damascus mnamo Desemba 2024. Lakini sababu ya mwisho ni kwamba kukatwa kwa njia ya kutoroka kitaaluma. Wakati Assad alijaribu kuomba msaada wa dharura kutoka Urusi na Irani, walichelewa sana kujibu au walikuwa hawana uwezo wa kutuma msaada wa haraka. Hii ilimwacha akiwa peke yake. Jeshi la taifa lilivunjika moyo, sema maafisa wake walikimbia na kujiunga na waasi. Hatimaye Assad alikimbilia Latakia na baadaye kupewa hifadhi na Urusi. Sasa hizo ni sababu 5 ambazo zilifanywa kupinduliwa kwa Bashar al-Assad pale nchini Syria, ambapo toka hapo nchi ikawa chini ya Ahmed al-Sharaa hadi hivi sasa, na bado vuguvugu limeanza dhidi yake wakitaka pia kuondosha utawala wake. Katika hili ambalo linazidi kuendelea kwa sasa katika nchi ya Syria ni kwamba hata huyo rais wa Syria kwa hivi sasa Ahmed al-Sharaa aliweza kukutana na rais wa Marekani Donald Trump, ambapo rais wa Marekani Trump aliweza kukutana na rais huyo wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa mnamo Desemba 14 mwaka 2025 mjini Riyadh, Saudi Arabia, ambapo hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa viongozi wa Marekani na Syria kukutana ana kwa ana tangu mwaka 2000.
Walivyokutana katika mkutano huo ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuondoa vikwazo rasmi katika nchi ya Syria, ambapo na alianza mchakato wa kurejesha uhusiano wa kidiplomasia. Trump alisema hivi, Syria inastahili nafasi ya amani, na vile vile aliweza kuhimiza serikali ya Sharaa kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israel, ikiwa ni pamoja na kujiunga na mkataba wa Abraham. Sharaa pia naye aliweza kuzungumza, alisema kwamba aliahidi kushirikiana na Marekani katika masuala ya kupambana na ugaidi, kuondoa wapiganaji wa kigeni kutoka serikalini na kuanzisha mchakato wa maridhiano ya kitaifa. Sasa vile vile baada ya kauli yake hii ndipo ambapo vuguvugu lilianza kuibuka baada tu ya kuweza kukutana na Rais Trump na kuahidi kuondoa wapiganaji wa kigeni katika nchi yake, ikiwa ndio wale walioweza kumsaidia katika mapinduzi ya Bashar al-Assad. Sasa ni kama vile wanamuona kama msaliti, ndio maana vuguvugu limeanza kutokea katika nchi ya Syria. Ungana nami kila siku hapa ndani ya Zone Media. Naitwa Victor Moshi. Kwa taarifa zetu nyingi zaidi basi unaweza kusubscribe channel yetu hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kede. Na hii ni Zone Media.